You are doing something else, not necessarily the scriptures. Nguvu ya Mungu inakuja juu ya mtumishi wake. Mwambie piga magoti hapa. Unashikisha. Unanywesha mtu kitu. You can remember. Blessed be God. Now behold what the Lord has done. Blessed be God. And this is we are just at the beginning of the journey. Hallelujah. Amen. We are just at the beginning of the journey. Wewe ambaye umesikia wito na ukakaribia, I bless God for you. Kwa sababu you are able to see as we progress from stage to stage. It is very important. I told you, fathers nurture so that eventually they can produce other fathers. Hallelujah. Amen. Those who are produced as sons, at some point, they also become what? They also become fathers. Blessed be God. Amen. And I know tuko kwa hiyo path. Tuko kwa hiyo njia. I need to mention something ambao nitaita a growing son. Mwana anayekua. Niongee kidogo, alafu nitaongea about the benefits of sonship kidogo, and then we release ourselves to experience the grace of God. Blessed be God. Something must give way tonight. I say something must give way tonight. In the name of Jesus. Hebu fungua Hebrews chapter 5. Tuanzie hapo. Hebrews chapter 5. You see something in verse 12, from verse 12. Joe is my name, and I bless God. Verse 12, Hebrews 5:12. We are still in our topic of fatherhood and impartation. Let's speak about a growing son. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles. What does that mean? There is an expectation that there should be growth. I need you to turn to someone. Najua hamjakaribiana sana, lakini mwambie kwa njia atasikia. You are expected to grow. Mwambie tena hajasikia. Hiyo kizungu inamsumbua, mwambie kwa Kiswahili. Unatarajiwa kukua. Hallelujah. For though by this time you ought to be what? Teachers. You still require someone to teach you, not deep things, but the first principles. So bado tuko pale kwa uchanga. Hivyo ndivyo hiyo scripture inataka kusema. The first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. Verse 13 says, for everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby. Yako imesema baby ama baby.
Hallelujah. Nasikianga watu wakiitana babe. Kwa hivyo mtu akikuita babe amekushukisha sana. I know we have husbands and wives here. Naitananga babe. I think afadhali kutafuta ingine. Afadhali kutafuta kama msamiati kingine. Wewe babe, hebu angalia hiyo scripture. Inaonyesha you are still what? Mtu aziniita babe. Not man. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. 14. But solid food belongs to those who are of full age, that is, those who by reason of use, I would want somebody to underline that, those who by reason of use. Any son who aspires to grow in the things of God, in the kingdom of God, in the ministry of which they have been called unto, there is a growth that comes through using the word that you have received. Glory to God. Amen. I told you the other day, there is a blessedness that comes through doing the word. Now, there is a growth that happens through using the word, by use of the word. By use of the word. Listen, people of God, whether you are a preacher or no preacher, the primary thing, the primary objective of you receiving God's word, whether you are studying it or you are hearing it, like you are hearing now, is not primarily to teach others. That is not the first thing. You ought to be the first beneficiary of what you have located in the scriptures. Blessed be God. Amen. As a pastor, whatever I am seeing in the scriptures, si sana sana nitafute kile nitaambia watu kama nyinyi, lakini mwanzo kabisa inifaidi mimi. Glory to God. Amen. I become skilled through use. Mimi mwenyewe. Nauliza, man of God, what are you saying? How do I use God's word? How do I use God's word? There are circumstances in life that are beyond human interventions. For example, when you have a loved one who is unwell, apart from using the prescriptions that a doctor can give you, ukishapeana hiyo, mambo yako inafika hapo. Sasa ni ugoje dawa zifanye kazi. That is as far as the natural man is concerned. But as a child of God, you encounter a light that says to you, you shall lay hands on the sick and they shall recover. So how do you use that? You do the laying of hands. You are exercising the word. Blessed be God. Father, you have said, I shall lay my hands on the sick and they shall recover. I lay my hands. Glory to God. You are exercising yourself. You see, unless you do this, you will never see the potency of God's word.
When this girl, mwenye sasa amekuwa mkubwa kuniliko, when she was 3 months old, nilitoka job jioni moja, alafu nikaambiwa hakajaenda choo for like 3-4 days. Nikauliza na kwa nini sijaambiwa? Bwana pesifa. Sasa ndio naambiwa. Glory to God. Nasema leta hapa. Sikamelalishwa hapo kwa kiti. Bwana pesifa. Niliteremsha tu mkono kwa tumbo cha. Nikasema in Jesus name, wewe uliye ndani na unafaa kuwa nje, chomoka. Hallelujah. Amen. Watu wa Mungu, ni vile huyu mtoto alikuwa amefungwa, kangeniosha. By the time tunamaliza amen, it happened so quickly. Ungeniosha jiwe. Bwana siye sana. And you see now we are talking about exercising what? The word. You have seen it, but it is not enough. You take a step and you do what? You exercise God's word. You see what the word of God does to all of us, not to us pastors only, but to all of us, to every believer. The word transfers you from the natural to the supernatural. You see, every word you encounter is not natural. Amen. Glory to God. Amen. Any word you encounter, as long as it has come from Him, it is never natural. So when you take a step, nasema hii nitaitekeleza vile iko. Jesus is Lord. Na hii mambo wapendwa si mimi. Usiku nilikutana na scripture. Hiki ilikuwa kitu saa 7 ya usiku. Hii usiku yenye imekuwa asubuhi leo. Hebu nikuonyeshe kale ka scripture nilikutana na. I just want you to take note of something. I encountered Luke chapter 10 verse 16. Luke 10 verse 16. Inaweza kosa meaning ukipitia tu, lakini kuna mwangaza uko hapo. Basi Biblia yako inasema nini? He who hears you hears me. Fikisha hapo. Huyo ni Yesu akiwaambia wanafunzi wake. He who hears you hears me. Na nikakuja kusema kwa hivyo nikisimama kwa jina lake na niongee neno lake, mwenye atanisikiza anamsikiza yeye. Najua Githurai ni nyinyi hamujajua Yesu leo amevalia suti ya blue na shati ya black na tie iko na stripes, and he who is hearing this man is hearing Jesus. And you cannot hear Jesus and your situation remain the same. It is not possible. Glory to God. So what this encounter was giving me ni kwamba inanionyesha kama ninaweza pokelewa anywhere na yeyote anisikie, as long as it is the word, they are directly hearing Jesus. Hallelujah. And that makes all things possible. Can I say to you, dear friend, all things are possible this evening. Na siongei kuhusu na hapo nje ya mlango, nasema hapa. Amen. Glory to God. Amen. I say all things are possible. Amen. Whatever has refused to give you way, let it give you way now. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you, Father. Amen. Whoever hears you, hears me. Pastor ametupikia chakula mzuri sana, lakini hatukukuja kukula. Ni vile tu lazima tungekula, lakini hatukukuja kufanya nini? Kukula. Tumekuja kufanya kile tunafanya sana.
Blessed be God. And it can't be the same. I say it can't be the same for you. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Father. So we grow as sons through doing what? Exercising. Na ku-exercise unaji-engage from within and outside. Amen. Hallelujah. Amen. Kama sasa ninaji-engage, ashasema mwenye atakusikiza wewe ananisikia mimi. So I know. And I'm exercising that right now. Jesus. Blessed be God. Amen. Kuna kitu mimi nilijua na najuanga inakuanga hivyo. Kuna watu hufanywa kuiona na wengine hawaionangi. But there are people whose eyes have been opened when I am ministering and they see someone standing behind me. Pastor, I think ushaona hiyo nikihudumu. And there are several others. Na iko hivyo hata saa hii yuko. I am never alone when I'm doing ministry. He is there. Blessed be God. Now, na hiyo haitegemei imani yako. Sihitaji hapa. I just know. Sijui kama unanipata. I just know. Exercise. You use the word. Lile neno umesikia your pastor bringing to you month after month, it will never be beneficial to you until you exercise. Nijilete katika upeo wa kulitekeleza. I heard this. I want to exercise it. Glory to God. That is what will make the difference, and that is what will influence your growth. Ati wakati mnatarajiwa kuwa walimu, bado mnahitaji mtu afanye nini? Kwa sababu kile unakataa kutenda hakiwezi kaa na wewe, kitaondoka. It can't remain with you. Hallelujah. But when you hear it, it becomes one with you. You exercise yourself, you become that. Kwa sababu lengo la neno ni kunibadilisha mimi, nifanane nalo. This is where I say, people of God, whatever you see in the scriptures, God has allowed you to see it that you may become it. Hallelujah. That's why when we are looking at Christ, we are not looking at a Christ who has the wisdom of God. We are looking at Christ, the wisdom of God. We are not looking at Christ who has power. We are looking at Christ, the power. Are you with me? So whatever you see, it is meant you become. Beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory. Hallelujah. That's why those of us who have believed in Jesus, we do not have righteousness. We are the righteousness of God. Sijui kama unanipata. We do not have righteousness, but we are the righteousness of God. That is 2 Corinthians 5:21. He became sin that we might become the righteousness of God. That is the intention of God for you to become. For you to become. Somebody say, I am the righteousness of God. I am the righteousness. Somebody say, I grow, by use of the word. We need sons that are growing. We need sons that are growing. We grow by use. Number 2, ndio nitoke hapo. Acts chapter 3 verse 6. Acts chapter 3 verse 6. What does it say? Acts chapter 3 verse 6.
Then Peter said, Silver and gold I do not have, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. rise up and walk. Hallelujah. Now, Peter, John, and the other disciples, they had spent some time with Jesus. And they had seen how Jesus was dealing with such needs. Glory to God. We also grow through observation. Hallelujah. They had observed Jesus, how he was dealing with those who were blind, the deaf, the dumb, the dead. Na pale we do not see men wakiita mkutano ya intercessors to deal with the situation. Blessed be God. They say, in the name of Jesus, do what? Rise up and walk. Si unajua walikuwa kwa mkutano ile ya Lazarus. Lazarus akiwa kwa kaburi. Walimuona Yesu amesimama kwa mlango ya kaburi. Alifanya tu kuitana, Lazarus, come forth. Hata hakuongea kwa lugha, riha shakakaka, kusukumililia upako. Bwana pewe sifa. Hakuwa ameacha the disciples wakiintercede. In fact, the disciples were so worried. Walikuwa naona watalimwa mawe huko. They were worried. So nobody was standing in the gap to produce this miracle. He stood pale kwa mlango. Hallelujah. But Father, I thank you because you hear me always. In fact, for the sake of this, I have said that. Yes. Nimesema hayo kwa sababu ya hao. Oh yes. Blessed be God. Amen. Then he says, he talks to the man in the grave, Lazarus, come forth. Alafu maandiko inasema jamaa aliyekuwa amefungwa akafanya nini? Glory to God. Apostle Peter was in that meeting. Na already washapokea Roho Mtakatifu. Hallelujah. So wakati wamepatana na yule jamaa, najua time is now to exercise what we know. Oh yes. They knew there is something we have. So nasikia anasema hiyo yenye wewe unatafuta hapa, hiyo hatuna. Lakini kile tuko nacho ndicho tunakupea. Yes. Hakuna mwenye ameokolewa na Kristo ako empty. There is something you have in the inside of you. Inakojea tu wewe ufanye kama yeye. Glory to God. Inafanya nini? Inakojea wewe ufanye kama yeye. And it is important for you to remember these people of God. This mkutano wa Peter na Yohana na huyo kiwete hauko umepangiwa hata poster. Hallelujah. It was not pre-arranged. It wasn't. Wao walikuwa kwa shughuli, wanaenda fellowship. Wakutana na jamaa wakaiangalia, wakaona hii situimalizie tu. Bwana siye sana. He was not in the program. But there is something they had. And I want to say this, people of God. Mungu anataka turudi hapo. Hallelujah. Where we know there is something in us. There's something in us. Hallelujah. Tinaweza umwa na tumbo iniume ukiwa kwa simu ukitafuta ni ambulance gani utapitia na uko na upako. Si kwanza uniwekelee mkono alafu tufikiriane mambo ya ambulance. Je, kama unanielewa? There is something in you that is beyond the natural. Hai mtu wa Mungu, haya mambo unasema si yetu. Hii ni ya watu wengine. Hii ni ya mapasta. Hakuna. Ni yako.
hata kama hauikubali, nasema ni yako. Glory to God. Man of God, it is important to take note of this. These guys had not fasted for that issue. Wako wamefungia. Wao kwa shughuli zao wanaenda iko ibada kama kawaida. But they carried something from within them. They had observed how their master did what? Operated. Glory to God. And they just brought themselves into that, the doing. If Jesus was here, this is what he would have done. People of God, sons grow through what? Observation. Hallelujah. Hata kwa mambo ya huduma hapa wapendwa, usifungue masikio peke yake, fungua hata nini? Macho. Angalia mchungaji wako ufanya aje, behave aje, kulia aje mbele za Mungu. Observe. Glory to God. Do what? Observe. 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 Hallelujah. Worship leaders, do what? Observe. Glory to God. Observe. Tuatulio tutogoragia ta goli nukumu tene. Hiyo nimeongea Hebrew. Blessed be God. Sisemi kuna mtu anatuongoza hivi. Naongea kuhusu kufanya nini? Observe. Tunaongozangwa. Mchungaji akikuja kutuongoza, how does he do it? How does he engage us? Observe. Glory to God. Amen. You grow through what? Observation. It's so key. Usikwambia kwetu kwenye tulikuanga kitambo, tulikuanga tunafanya hivi, wachana na hiyo. Observe. Amen. Hallelujah. Amen. Sisi tukiwa wanafunzi wa John the Baptist tulikuwa tunafanyanga hivyo, wachana na hiyo. What is Jesus doing? Observe. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kwa ile church nilikuanga kitambo tulikuanga tunafanya hivi. Hii sio yenye ulikuanga kitambo. Observe. Amen. Blessed be God. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwetu tulikuanga tunafanya hivi, wachana na kwetu. Kwa kwetu sasa, usilete kwako kwangu. Hallelujah. Ambia mtu usilete kwako kwangu. Nataka kunilazimisha nichukue kwako. Observe. Bwana presifu. Ukiobserve na migongano tutamaliza. Glory to God. Amen. Are you with me, people of God? Yes. Yeah, I know maybe some of you just came into this place this week, or you have a month, 2 months, into this church and all that. If you want to benefit na kile Mungu amepeana hapa, observe. Glory to God. Hiyo ndio ilisababisha Peter kuzalisha muujiza bila kung'ang'ana. They had seen how their master was operating. Glory to God. When the man of God releases you out there, there is something Pastor Elijah was saying in the morning as he was preaching. He was telling us, he was reminding us sometimes back how I released them to go into home fellowships and what I told them to go and do. And he was saying, we went with so much energy because we had a backing. We were told, go, do this, and I believe in you. That is what he said in the morning. Blessed be God. Now, you will find it easy. You will find it easier in the face of opposition, in the face of adversity, if you can train yourself to observe. Blessed be God. Kuna mambo hautafunzwa uambiwe 1 + 1 = 2.
Utahitaji tu kufungua macho na uone kunaenda aje, kunasemwa aje. Blessed be God. Wakati mchungaji anahubiri, huanzia aje, huendaenda aje, humaliza aje. Yeye akihubiri hafikishangi dakika 10, anaanza kuitisha pesa tena, anahubiri tena. Sasa kama wewe unasikia uko na kamsukumo, utawakonga dakika 5 na waitishe sadaka waone nimebeba. Observe. Hallelujah. There is no shame in using a style of the one you're following. There is no shame. Mungu akusaidie kushika kile ninasema. Na nikasema juzi, I thank God we are hearing these things wakati kanisa haijafika watu 10,000, kwa sababu watafika hapo. Blessed be God. Tukiwa venye tuko, sababu wengine wenu ndio tutatuma South Africa, wengine wenu ndio tutatuma Brazil, wengine wenu ndio tutatuma unafikia tu haiwezi huko, wengine ndio tutatuma. And now you need these things, you need to hear these things. By the time tunakuja tunakutuma ukiwa najua kuna kile umebeba, you have observed well. Amen. Glory to God. Amen. Ukitazama vizuri mpendo, ukiangalia vizuri. You see, let me say something. Sometimes mambo ya kusikia yanaweza ondoka haraka kuliko ya kile umefanya nini? Umeona? Ongea na mtu, mwambie nitaangalia. Hallelujah. Are you getting something? Yes. Blessed be God. Observation. We grow as sons through observation. Let me shift. Hiyo ingine yenye sijasema Mungu atafunulia, pastor ataendelea naye. Wacha niongee ingine. Benefits of sonship. Niongee 2-3 hivi. Benefits of sonship. For Luke chapter 15. Luke 15. Thank you, Jesus. Luke 15. Itaanzia verse 21. But my interest is verse 22. But wewe ukienda home anzia verse 11. The Bible says in verse 21, and the son said to him, kiwacha tuanzie verse 19. Verse 18, now rise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you, and I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So you know the story of the prodigal son. Jamaa alitisha urithi wake na akaenda. And I need to say something here. There was nothing wrong with asking for his inheritance. Blessed be God. Kwa sababu as a son you are entitled to what? Inheritance. Hallelujah. Sasa ile kitu mbaya ni the choice he made on how he used his inheritance. So ilifika mahali kikaumana. Jamaa kapata hata kukula ni shida. He was so hungry. Bwana pesifa. Jamaa jamaa alikuwa mchoraji. Kada jolipiu. Alikaa na akaona home servants wanakula na kubakisha, na mimi nateketea hapa. Nitarudi kwa baba.
Bwana apewe sifa. Na nimwambie nimekosea mbingu na hata. Now do you know huyo jamaa sio kutubu, alikuwa ametubu. Bwana apewe sifa. Jamaa alikuwa aliona nitakufia hapa. If there was another way of finding something to eat, he would remain. Sio kwamba jamaa alikuwa convicted. Hii yote nimekosea mbingu, lakini hii ni mistari. Ni mistari ya